Kwa sasa tukaangazia katika ile michezo ya playoff ambayo imepigwa jana, kwa maana ya mchezo wa mwisho kabisa wa playoff, Tanzania Prisons akiwa nyumbani katika uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine na kufanikiwa kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Fountain Gate katika mchezo ambao kocha Amani Josia alishuhudia timu yake ikijihakikishia kubaki ligi kuu. Fountain Gate sasa watakwenda kucheza na Stand United Chamalawana ili kupata nafasi ya kubaki ligi kuu na Chamalawana wao kupanda. Lakini mambo hayaonekani kuwa mazuri. Mchezo wa kwanza ulikuwa sare. Wa pili mtu kapigwa chuma 3-1. Yeah, of course ilikuwa ni mechi fulani hivi ambayo ni nzuri lakini pia ngumu kwa Fountain Gate. Nafikiri makosa ambayo walifanya Fountain Gate ni kuruhusu ile sare ya bao 1-1 nyumbani kwao pale Tanzania Kwara. Pale ndo tatizo la kwanza lilianzia pale, lakini pia mechi ya pili namna ambavyo Amani Josia na timu yake walijipanga kwa ajili ya kwenda kucheza ile mechi. Walikuwa na dhamira kwamba hawataki kushuka daraja, wanahitaji kubaki. Na hii playoff nadhani kuwepo na system ya kucheza playoff ni moja ya vitu ambavyo pengine Tanzania Prisons anaweza kama amevifurahia kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu kama ingekuwa labda nafikiri magoli hapo watakwenda kuyaweka director, alafu tutayaona vizuri na utaona jinsi ambavyo mambo yalikuwa. Ilikuwa ni mechi nzuri ambayo ilikuwa ya kuvutia, lakini nini kimwakuta Fountain Gate katika mchezo wa jana? Nini kimetokea jana? Pengine tu kwanza ile mechi kwa namna ambayo nimeitazama kuna vitu vichache ambavyo nimegundua. Kwanza kwenye system ya uchezaji ya Fountain Gate, pia jana nimeona mwalimu mwingine wana mwalimu mwingine tofauti na mwalimu ambaye alikuwa katikati. Kumbuka aliachana kocha wao Mkenya yule Robert Matano pia aliondoka, wakaleta mwalimu mwingine Liza ndo akawa pale. Moja ya vitu ambavyo nimevitazama kwenye kikosi, wachezaji wengi hawajiamini uwanjani. Hauoni ile confidence yao wakiwa na mpira, hauoni nguvu yao kwenye kusukuma mashambulizi. Ukiangalia kwa eneo la katikati na eneo la kiungo kwenda kwa eneo la ushambuliaji, hakuna muunganiko mzuri wa kucheza kitimu, kitu ambacho kinapelekea mipira mingi kupotea. Lakini ukirudi kwa eneo la kiungo, kurudi kwenye eneo la ulinzi, ni wachezaji wachache, yani ni mmoja ndio ambao wanaweza kukimbia kucover space na kukimbia kwenye kukaba. Hauoni ule muunganiko wa team collectively kwenye namna ya kukaba, lakini hauoni ule muunganiko wa team collectively kwenye namna ya kwenda kushambulia. Hizi ni changamoto ambazo nimeziona kwa Fountain Gate kwenye hii michezo hivi karibuni. Na pengine matukio ambayo amekuwa akiyapata chini ya Robert Matano yamechangia kupoteza ile confidence kwa wachezaji, kwa sababu wakati mwingine mnapopoteza sana mechi mnajikuta mnakuwa kwenye kisaikolojia, mnajikuta mnaanza kuzoea mazingira ya kupoteza. Sasa mkishaanza kuzoea mazingira ya kupoteza, wakati mwingine inawafanya pia nyinyi mnashindwa kujiamini uwanjani. Kuna wakati unajua kwenye mechi kama 5 za mwisho, unajua Fountain Gate walikuwa wanasaya, yani kila mechi wanafunga bao la penalty. Kila mechi wanafunga bao la penalty. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo inawezekana kisaikolojia vilipelekea timu kukosa ile hali ya kujiamini. Lakini the team kuna vitu vingi wanapaswa kuboresha. Kwanza kwenye ile eneo la wachezaji kujiamini. Wachezaji hawajiamini sana. Sasa wanaenda kucheza dhidi ya Stand. Pengine hiyo inaweza kwenda kuathiri tena kwa namna moja ama nyingine. Rudi kwenye eneo lao la ulinzi. Ni kama wachezaji wanaona kama kila kitu kimeshaisha. Yani hawaoni tena kama kuna namna wanaweza kupambana kwa ajili ya kupigania timu. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo wanayo. Kwa hiyo na kwa matokeo ambayo yanapatikana mpaka hivi sasa, hasa namna ambavyo timu inacheza, unaona kabisa kuna changamoto kubwa sana ambayo wana experience wao kama timu, hasa kwenye namna ya kujilinda, lakini pia namna ya kwenda kushambulia. Kwenye mimi naamini siku zote kwamba mfumo ni ramani ya namna gani mnatakiwa kupita kwenda kutengeneza nafasi. Lakini kinachonishangaza kwa Fountain, hata kutimiza tu matakwa ama zile kanuni, kwa maana zile principles za kuperform kwenye mfumo, kwamba kama tunacheza na 4-3-3 unajua kuna namna yake ya kucheza, kama ni 4-2-3-1 kuna namna yake ya kucheza, kama ni 4-4-2 kuna namna yake ya kucheza, kwamba mjipange kwenye mfumo. Kama mtashindwa kudeliver, basi unajua kwamba okay mmeshindwa, lakini kwenye namna ya kujipanga uwanjani mnajipanga vizuri. Kwamba mmezidiwa kwenye quality. Kwamba labda katikati, labda kwenye wale watu 4 mmejipanga vizuri kwenye mfumo unavyoeleza, lakini mmezidiwa kwenye ubora wa mchezaji mmoja. Mkiwa hivyo kidogo tuna vitu vya kujieleza kwenu, ama kama ni kuwatetea tunaweza kuwatetea kwa namna moja ama nyingine. Lakini ukitazama kwa Fountain, yani hata namna tu wachezaji kujipanga kwenye namna ya kucheza, kwamba tutengeneze vipi nafasi
tujizuie vipi, haukioni hicho kitu. Maana yake pia benchi la ufundi linapaswa kujitazama kwenye hilo eneo. Sasa benchi la ufundi linaweza kuja na excuse kwamba bana tunashindwa kwa sababu tumechukua timu katikati. Sio katikati, mwishoni. Kwa hiyo tumeshindwa kutengeneza timu nzuri ndani ya kipindi hiki kifupi. Benchi la ufundi sasa kuja na hiyo excuse na ukawaelewa. Lakini naamini kwamba kwa uongozi wa Fountain Gates kupitia kwa mkurugenzi wao wanapaswa kukaa na kuangalia nini ambacho wanatakiwa kukifanya. Unajua moja vitu ambavyo vimeathiri unajua msimuni pamoja na kuchukua wachezaji wengi kwa mkopo. Unaona wachezaji wengi kwa mkopo ambao mwisho wa siku sasa zikawa zinawataka. Kwa mfano Selemani Mwalimu baadaye ilivyokuja ofa Singida waliamua kumuuza. Wakaweka condition nyingi kwa Edgar William, kuna wakati akawa hachezeshwi sana. Kwa sababu pia alikuja kuongeza condition Singida baada ya kuona kama anafanya vizuri sana dirisha dogo lile, na akawa atumiki sana mwishoni mwa msimu, kwa maana baada ya Januari kuja huku hakutumika vile inavyotakiwa sana kwa sababu ya condition ambazo wamewekewa. Kwa hiyo ni changamoto ambazo wamezi experience hapo katikati. Sasa wana mechi ya mwisho wana mechi mbili dhidi ya Stade United ya Chamalawana. Sasa hapo kama watashindwa maana yake wanashuka, wakajipange tena upya. Kama watafanikiwa kuna mambo matatu ambayo natamani kuona Fountain wanabadilisha. Kwanza, kupunguza idadi ya wachezaji kwa mkopo. Pili, kufanya usajili proper. Cha tatu, kuwa na kocha sasa ambaye wanamwamini kwamba iwe jua iwe mvua tunakuvumilia. Wala watengeneze timu iwe timu shindani.